ambayo tunafuatilia kwa ukaribu sana, Cecilia, ni afueni kwamba hatujaona vijana wamefika pale kwenye ikulu wakati kama huu, sababu serikali ilikuwa imesema kwamba ni hatua ambayo haistahili, sababu mahali pale panalindwa kisheria. Panalindwa kisheria, lakini waandamanaji walikuwa wamesema liwe liwalo lazima watafika pale. Lakini tulivyoona hapo zile tetesi ambazo zilikuwa zaibuka, hakuna hata mwandamanaji mmoja katika ikulu. Na mtazamaji, tukuarifu ni kwamba kuna agizo ambalo limetolewa na mahakama kusema kwamba runinga zote zirejeshwe hewani. Agizo ambalo limetolewa na mahakama jioni ya leo kuhakikishia watazamaji wote runinga zote humu nchini zimerejeshwa. Serikali imeelezwa kwamba irejeshe vituo vyote hewani, hata runinga yako ya NTV. Sasa hivi ukitazama kwenye mitandao yako, basi unaweza toka pale kwenye mtandao kaingia kwenye televisheni, basi utatupata mbashara. Tunaendelea na taarifa zetu. Tuendelee na taarifa zetu. Ama kweli hiyo ni afueni mwitiriri. Haya mtazamaji, tuendelee. Jiji la Nairobi limeshuhudia kufungwa kwa biashara na makabiliano ya kutwa nzima pale vijana wa Gen Z walipofanya maandamano kuwakumbuka walioaga dunia kwa maandamano sawia mwaka jana. Maeneo ambayo kawaida yamezoea shughuli za kiuchumi hii leo yameshuhudia makabiliano makali na kulifanya jiji la Nairobi kuonekana kutii wito wa sikukuu ya umma kama ulivyotolewa na mwanajenzi Ibrahim Karanja. Sasa anaarifu. Shughuli jijini Nairobi zilisimama kabisa taifa lilipokuwa likiadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 ya kupinga sheria ya fedha ya mwaka jana, ambapo zaidi ya watu 60 waliuawa. Alfajiri mapema, polisi waliziba njia kuu za Kiambu, Mombasa na Thika kuhakikisha Wakenya wanasalia makwao. Hata hivyo, katikati mwa jiji la Nairobi, taswira ilikuwa tofauti na picha za kawaida za jiji hili. Biashara, maduka na benki zilifungwa. Wangedhania Wakenya walikuwa wamejibu wito wa sikukuu ya umma uliotolewa na vijana wa Gen Z. Mitaa ambayo kawaida hung'aa kwa shughuli, leo ilikuwa tupu, isipokuwa waandamanaji na polisi. Hali ya taharuki ikitanda. Ni viongozi wa upinzani pekee, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na wabunge wachache wa upinzani walioruhusiwa kuingia katika majengo ya bunge kuliko kuwa na ulinzi mkali wa uzio wa seng'eng'e. Viongozi hawa wakiandamana na polisi mapema asubuhi baada ya sala katika kanisa la Holy Family Basilica, waliweka mashada ya maua karibu na bunge. For it was out of a sense of duty and a sense of nationhood that we declared this a public holiday. We didn't want to gain cheap political mileage because we are not the type to do so. It is out of a deep sense of commitment to this country and the welfare and the future of this country that we made those announcements. The least, you kill these children. They were unarmed. Today they are coming unarmed to commemorate, to remember their brothers, their sisters, their fallen colleagues. The least you can do is allow them to commemorate. Allow the families to mourn. Katikati ya jiji kulikuwa ni uwanja wa mapambano. Waandamanaji walikabiliana na polisi kwenye barabara za Kimathi, Moi, Kenyatta, Koinange na Wabea. Vitoza machozi, maji ya mwasho na risasi zilitumika kuwatawanya, lakini vijana waliendelea kurudi na kujaribu tena na tena. Walijaribu kufika bungeni na wengine kupitia barabara ya Boretam kuelekea ikulu, lakini walikumbana na nguvu kali za polisi. Ibrahim Karanja, NTV. Baada ya masaa mengi ya mbio za paka na panya iliyozuia usafiri na biashara nchini kote, ghasia ziliisha jijini mwendo wa saa 12 jioni, zikiacha mitaa ya jiji la Nairobi yakiwa tupu. Waandamanaji wanaamini ujumbe wao umefika na wana matumaini kwamba wakati huu, tofauti na maandamano ya mwaka jana, mambo yatabadilika kwa uzuri. Ibrahim Karanja, NTV, Nairobi.